100% mimi nasema Final ni international song brother. Ni wimbo wa kimataifa. Umeingia kwenye charts mbalimbali, South Africa, Tanzania, Kenya, Rwanda, Uganda, Ghana nimeona na baadhi ya mataifa mengine. Umeingia kwenye charts. Hiyo ni moja. 2, umeingia kwenye global charts za YouTube katika nyimbo 100. Unashika nafasi ya 62 duniani kwenye nyimbo ambazo zinashika nafasi ya juu. Mshaelewa, Wahindi ndio wamejaa hapa. Wahindi ndio wengi zaidi. Uko nafasi ya 62 kwenye global. Global maana yake ni duniani. Na ili uweze kuingia duniani wanaangalia vigezo kadhaa. Of course umeshuka, ulikuwa nafasi ya 60, umedrop umefika nafasi ya 62 katika nyimbo 100 ambazo zinafanya vizuri sasa hivi duniani kupitia YouTube. Wanasema katika moja ya vigezo ambao unasababisha wimbo kuingia kwenye top 100 global YouTube music video, kunahitaji idadi kubwa sana ya watazamaji duniani kote kwa muda mfupi wanaotazama maudhui rasmi ya muziki. Hilo moja. 2, chati hizi huhesabiwa kwa kuzingatia jumla ya streams. Umeelewa? Jumla ya streams. Ikiwa ni pamoja na video rasmi ya muziki, wanaanzia kuhesabu kwenye video ya muziki. Yaani video kama ile ya Final, wanaanza kuhesabu streams zake kupitia video ya muziki. Audio rasmi ya muziki, kama wana audio inaanzia kuhesabiwa pale, na maudhui yaliyotengenezwa na watumiaji kupitia content ID. Kama mnaona yale maudhui, si watu wa TikTok wanafanya challenge, umeelewa? Anaiga ile sauti ya Alikbili Ali na nini na nini. Maudhui yoyote ambao mashabiki, ma content creator, influencers, ma dancers, mtu yoyote ambaye katumia maudhui ya ule wimbo yanahesabiwa automatic kupitia mitandao. Umeshaelewa? Na hupimwa kwa umaarufu wake, namna ulivyoenea maeneo mbalimbali duniani. Hawaangalii kigezo sehemu moja. Hawaangalii pia idadi ya subscribers, nani ana subscribe. Wanaangalia watu walivyo share, watu walivyotumia sauti ya wimbo husika. Wanasema vigezo muhimu vya kuingia top 100 chart. 1, maudhui rasmi, kama nilivyosema, maudhui rasmi ya wimbo. Yaani wanaangalia numbers ya wimbo, maudhui rasmi. Lazima iwe video rasmi ya muziki, audio au video mtumiaji ya inayotambuliwa kupitia content ID. Yaani kama ni shabiki anatumia sauti ya Final, iwe ni original ya ule wimbo, sio mtu mwingine akafanya cover then wakatumia ile sauti. Ile hawahesabii, wanahesabia sauti rasmi ya wimbo husika. Wanasema pia kingine ni ukuaji wa haraka. Idadi kubwa ya watazamaji ndani ya muda mfupi. Kwa mfano huu wimbo umepata idadi kubwa sana. Nitakuja upande wa Spotify. Umeshika namba 1 kwa East Africa, umeelewa, YouTube kwenye, yani kwa numbers. Ukienda streams za Spotify, unaenda Boomplay, unaenda Apple Music. Yani huu wimbo katika kila platform ya muziki wenyewe ndio uko juu.